Aliyechimba mahandaki apandishwa kizimbani, asomewa mashtaka mawili. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limemfikisha mahakamani Evans Ndeka Bisesagu, mfanyabiashara na mkazi wa Bupumula, wilaya ya Ilemela jijini Mwanza, akikabiliwa na mashtaka mawili ya jinai, ikiwemo kujenga bila kibali na kufanya ujenzi kwenye eneo la wazi. Mshtakiwa huyo amepandishwa kizimbani siku ya Juni 16 mwaka 2026 mbele ya hakimu mkazi wa mahakama ya mwanzo Buswelu, Mheshimiwa Mariam Omari, ambapo alisomewa mashtaka yanayomkabili katika shauri la jinai namba 124 la mwaka 2026. Katika kosa la kwanza, Bisesagu anashtakiwa kwa kosa la kujenga bila kibali kinyume na kifungu cha 4 ibara ya kwanza, kifungu cha 4A,B pamoja na kifungu cha 5 ibara ya kwanza cha sheria ya ada na ushuru ya manispaa Ilemela ya mwaka 2024. Kosa la pili ni kujenga kwenye eneo la wazi kinyume na kifungu cha 4B na 14 cha sheria ya ada na ushuru ya halmashauri ya manispaa Ilemela ya mwaka 2022. Akisoma shauri hilo, hakimu Mariam Omari alieleza kuwa mshtakiwa alitenda makosa hayo mnamo Aprili mwaka 2022, mwaka 2026 katika eneo la Bupumula, kata ya Nyamongolo, wilaya ya Ilemela jijini Mwanza. Inadaiwa kuwa mshtakiwa kinyume cha sheria na kwa makusudi alikutwa na mkurugenzi wa manispaa Ilemela Godluck Lukandiza akiwa amejenga nyumba kwenye eneo la wazi katika kitalu namba 700, jambo ambalo ni kinyume na sheria ya manispaa hiyo. Baada ya kusomewa mashtaka hayo, mshtakiwa alikana makosa yote. Alipoulizwa na hakimu kama ana wadhamini, mshtakiwa alijibu kuwa hana wadhamini wa kumdhamini mahakamani hapo. Kufuatia hatua hiyo, hakimu Mariam alimtaka mshtakiwa ajidhamini mwenyewe kwa sharti la kuacha nakala ya kitambulisho chake na kuhakikisha anatimiza masharti yote ya dhamana kwa kurudi mahakamani hapo tarehe iliyopangwa. Kesi hiyo imeahirishwa hadi tarehe 24 ya mwezi Juni mwaka 2026 ambapo itakuja tena mahakamani hapo kwa ajili ya kusikilizwa. Itakumbukwa kuwa taarifa ya kukamatwa kwa mshtakiwa huyo ilitolewa Aprili 23 mwaka 2026 na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mtafungwa wakati alipotembelea eneo hilo kukagua ujenzi na mahandaki hayo yaliyokuwa yamechimbwa na mshtakiwa huyo, yaliozua taharuki kwa wananchi wa eneo hilo. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.